Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sifa zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma na isiyo mwingineo bali ni Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mada na sujet ambao tunataka tuiongelee kwa leo, tunataka tuongelee sujet muhimu jidda. Tunataka tuzungumzie solution ya ugonjwa wa hita, solution ya maradhi au solution ya ugonjwa ambao wenye kusumbua watu, majority ya watu katika muda huu ambao tunaoishi. Solution yake hii ndio itakayokuwa mada yetu kwa leo, kwa sababu leo hii kuna ugonjwa ambao unaitwa khawful majhul. Yani mtu unaogopa kitu ambacho haukijui, kitu ambacho kinakuja. Khawful mustaqbal, hofu au uoga wa mustakbal, uoga wa future, uoga wa yale ambayo hayajatokea bado, lakini tayari wewe unaanza kuogopa hivi. Ndio ugonjwa ambao tuko nao hita. Utakuta mtu silsila mzima, chain mzima ya uoga, baada ya uoga unaungana na huu na huu unaungana na huo. Ndio ugonjwa ambao tuko nao hita ambao tunaoishi leo. Unaweza kukuta mathalan mtu yupo ndani ya gari, tayari chain ya uoga inaanza. Hivi oka ikitokea kwamba hii gari inafanya accident, kisha yani labda nakuwa nimevunjika, niko kitandani, familia yangu itaishi vipi? Watoto wangu wataishi vipi? Mambo yangu yatakuwa vipi? Nyumba ya watu tailipaje? Unaona, sheni mzima ya uoga inaanza. Na okai ikitokea, kwenye accident ikitokea, kisha mimi nafariki, yani watoto wangu baada ya mimi kuondoka duniani, maisha yao itakuwaje? Angalia sheni mzima ya uoga. Alqalaq, khawful mustaqbal, uoga wa fitir. Hii ndio ugonjwa ambao tuko nao katika hii taa yetu ya leo. Na ndio maana unaweza kukuta hata wazazi, hasa kina mama, yuko na binti yake au mabinti wake ambao bado hawajaolewa, wangali age ndio inaendelea kusonga. Unakuta tayari kina mama wanakuwa na wasiwasi hivi, yani ikitokea kwamba mabinti wangu wanachelewa kuolewa, maisha yao itakuwaje? Unakuta tayari mtu anakuwa kwenye shini mzima ya uoga. Hapo ndo binti hajaolewa. Na binti akishaolewa, unakuta huyu mzazi ambaye alikuwa na hofu ya kwamba binti yake asije kachelewa, binti akishaolewa, unamkuta huyu mzazi anakuwa tena kwenye uoga mwingine. Hivi binti yangu yeye na mume wake wataishi au wataishi? Ikitokea divorce itakuwaje? Kunakuta hofu juu ya hofu juu ya hofu. Uoga ndo magonjwa ambayo tuko nao katika taa yetu hii. Utakuta mtu anakuwa na uoga mpaka okai kitokea kule kabrini, hivi nikiwa kwenye adhabu. Yani mtu anakuwa anaishi kwenye uoga wa hapa duniani, uoga mpaka wa kabrini, uoga mpaka maisha mazima ya akhera. Asa solution ya huu ugonjwa wa uoga, khawful mustaqbal, khawful majhul, uoga wa vitu ambao haujui itatokea vipi. Solution yake ndio sujet ambayo tukanizungumzia leo. Na solution yake yenyewe ni ibada ambayo tutaizungumzia kwa leo insha Allah. Na sujet yetu ya leo, yani solution ya uoga wa future, uoga wa fitir,
Sujet yetu ya leo itakuwa pande mbili. Pande ya kwanza itakuwa ni kuizungumzia hii ibada ambayo itakuwa solution ya uoga ambao watu leo wanaipitishia watu wa zama hizi. Amradul asri ni huu uoga ambao nimeuzungumza katika introduction. Kwa hiyo point ya kwanza itakuwa ni kuzungumzia hii ibada ambayo ndio solution, ambayo ndio treatment ya huu ugonjwa ambao ni kuwasumbua watu leo. Ndio itakuwa parti ya kwanza sujet au sehemu ya kwanza ya subject yetu. Na sehemu ya pili tutazungumzia mambo ambayo yatakayotusaidia sisi ili tuweze kushikamana na hii ibada ambayo tunatafuta tuizungumzie kwa leo. Ni mambo gani ambayo yatatusaidia sisi ili tushikamane na hii ibada ambayo tuizungumzia kwa leo? Ibada ambayo ndio solution, ndio treatment ya huu ugonjwa ambao wenye kuwasumbua watu katika zama zetu za leo. Mambo gani ambayo yatakawasaidia ndio itakuwa sehemu ya pili ya subject yetu. Ndugu zangu Waislamu, solution au ibada ambayo ndio solution ya matatizo ambayo tuko nao leo, ugonjwa ambao tuko nao leo, ni ibada gani? Ni ibada min ibadati alqulub. Ni ibada katika ibada ambayo huwa inafanyika katika nafsi. Kwa sababu ibada ziko aina mbili. Kuna ibadatul jawarih na kuna ibadatul qulub. Kuna zile ibada ambazo huwa zinafanywa na jawarih, na viungo. Yani kama vile swala, yani unaposwali Allahu Akbar, unaona viungo kabisa Allahu Akbar na rukuu. Au kama vile mtu kutoa zaka, ni mkono unaotoa. Au kama vile mtu kufunga, yani unajizuia maji yasifike kinywani. Mtu kuhiji, hizi zote zinaitwa ni ibadatul jawarih. Ni ibada ambazo huwa zinafanywa na viungo. Na aina ya pili ya ibada ndio zile ibada ambazo zinaitwa ibadatul qulub. Ibada ambazo huwa zinafanyika ndani ya roho. Kwa hiyo ibada ambayo tutaizungumzia kwa leo, ambayo ni solution ya magonjwa ya khoful mustakbal, ya khoful majhul, ibada ambayo tutaizungumzia kwa leo ni ibada ambayo inaitwa husnu dhanni billah. Mtu kuwa na husnu dhanni kwake Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kumfikiria Mwenyezi Mungu vizuri, kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kama atakuletea khairi katika maisha yako. Husnu dhanni billah, hii ndio ibada ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe, atupe taufik ili tuweze kuizungumzia hii ibada kwa hizi dakika chache ambazo tuko hapa hivi insha Allah. Nikianza na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuambia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea faida ya hii ibada, anasema kwamba yakulu Allah ta'ala katika hadithin qudusi, ana inda dhanni abdi bi, hakika mimi Mwenyezi Mungu. Ni hadithi kudusi. Hadithi kudusi maana yake ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo mtume ndio yuko naipitisha kinywani kwake na ielezea. Hiyo ndio hadithi kudusi. Yani maana ni ya Mungu, lakini alfadh ambazo zilizotumika kuelezea hiyo maana ni alfadh ambazo zimetoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaambiwa katika hadithi kudusi ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema ana inda dhanni abdi bi, hakika mimi niko vile mja wangu anavyonitarajia. Hakika mimi Mwenyezi Mungu niko vile mja wangu atakavyonitarajia. Hadithi inaendelea, falyadhun bi ma shaa, basi mja wangu anitarajie, aniespere, anitegemee vile anavyotaka. Nitarajie vile unavyotaka. In dhanna bi khairan falahu, ikiwa kama mja wangu atanitarajia kwamba atapata khair kutoka kwangu, basi ataipata. Akitarajia kwangu khairi, basi khairi ndio itakuwa katika maisha yake. Wa in dhanna bi sharran falahu, na ikiwa kama atanifikiria shari, aelewe ya kwamba shari ndio itakuja katika maisha yake. Yani bimaana fikiria vile unavyotaka, lakini kile utakachokifikiria
vile utakavyomfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndivyo mambo yatakavyokuwa katika maisha yako. Bimaana ukifikiria kwamba Mwenyezi Mungu ni Al-Karim, Mwenyezi Mungu ni Al-Karim, atakukirimu, basi usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu atakuonorea na kukirimu. Ukimfikiria Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni Al-Hafidh, yeye ndio mwenye kuhifadhi na atakuhifadhi wewe na mabalaa, wewe na familia na watoto wako na jamaa zako, basi usiwe na wasiwasi, ndivyo itakavyokuwa. Ukimfikiria Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio Al-Mughni, yeye ndio mwenye kutajirisha na kutosheleza waja wake, basi usiwe na wasiwasi, ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Ukimfikiria Mungu kwamba yeye ndio Al-Fattah, yeye ndio mwenye kufungua kilichofunga na atakufungulia wewe maaferi yako, maproje yako na mambo yako yote ambayo ulifunga, basi usiwe na wasiwasi. Vile utakavyomtarajia Allah, ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Na ikiwa utafikiria kinyume, ukifikiri kwamba Mungu hatanikirimu, yani Mungu hatanihifadhi, inavyoonekana kwamba hii matatizo yanaendelea, labda na mimi naweza nikafariki au na mimi balaa fulani itanitokea, hivyo unavyomfikiria Mwenyezi Mungu ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo narudia tena hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, narudia tena hadithi al-Qudusi, tunaambiwa kwamba ana inda dhanni abdi bi, hakika mimi niko vile mja wangu anavyonitarajia. In dhanna bi khairan falahu, ikiwa kama atanitarajia khair, basi falahu, khair ndio tamkuya katika maisha yake. Wa in dhanna bi sharran, na ikiwa kama atanidhania mimi shari, basi ndivyo itakavyokuwa katika maisha yake. Kwa hiyo choice ni kwako wewe, unataka nini ije katika maisha yako. Hiyo ambayo utakamtarajia Mwenyezi Mungu ndio hiyo ambayo itakayokuja katika maisha yako. Hii ni hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi qudusi. Na kuna hadithi nyingine, lakini kabla ya kuelezea hadithi nyingine, nataka ujue kitu kimoja, ya kwamba ambaye anakuwa kuletea zile negative thoughts, yani zile afkar, kwa sababu afkari ziko nyingi sana. Hata wataalamu wenyewe wanaelezea kwamba afkar ambazo zinaingia na kutoka katika akili ya binadamu yanaweza kuwa 60,000 thoughts, yani mafikara 60,000 mafikara wewe inaingia. Kuko zingine ziko positive, zingine ziko negative, ambazo zinaingia zinatoka. Sasa wewe fikira yoyote itakayokujia wewe, cha kufanya inabidi ujiulize hii swala ifuatayo: dhanni bi rabbi, dhana yangu mimi nafikiria Mungu nini? Namfikiria hivi vya positive au namfikiria haya maafkar ambazo ziko negative? Kwa hiyo hiyo inabidi ikue, yani kila afkari zinapokujia, na afkari ni nyingi ambazo unazipata kwa siku, na labda unaweza nikakwambia kwamba ambaye yupo nyuma zile afkari zote mbaya mbaya, elewa kama ni shetani. Shetani yuko nyuma zile afkari mbaya mbaya. Na hapo kuna pointi muhimu ambayo inabidi tujue, ni kwamba watu wengi wanafikiri ya kwamba shetani huwa anataka tu ufanye vibaya na maasi ili siku ya kiyama ukachome katika moto jahannam. La, shetani ni adui ambaye huwa sio tu siku ya kiyama, bali shetani huwa anataka usufiri, uishi katika matatizo hapa duniani, kisha na mbele ya Mwenyezi Mungu ukachome katika moto jahannam. Kwa hiyo shetani huwa anakuletea zile message, lundo mzima ya message za fikra za dhani kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ukate tamaa, ili usiwe na matarajio yote kwa Mwenyezi Mungu, uishi katika qalaq, uishi katika hofu al-majhul, uishi katika uoga hapa duniani, na ukue yani yais, ukate tamaa na maisha mazuri na raha ya hii maisha ya dunia, uishi vibaya hapa duniani na mbele ya Mwenyezi Mungu ndio ukachoma. Kwa hiyo kumbe wewe cha kufanya, fikra mbaya zote zikija au message zile zikija, wewe jiulize tu, dhana yangu kwa Mwenyezi Mungu ikoje? Basi ukidhania khair, elewa kwamba ni khair ndio itakufikia, na ukidhania shari, elewa kwamba ni shari ndio itafika katika maisha yako. Kwa hiyo nakuja tena kwenye hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Jabir ibn Abdullah anatuambia, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema hii hadithi 3 ayyam kabla an yamut, siku 3 kabla Bwana Mtume hajafariki, ndio nimemsikia akisema hadithi. Hadithi yenyewe inazungumzia namna gani ukuwe na husnu dhanni mpaka katika maisha mazima ya akhira. Kuwa na husnu dhanni katika maisha ya dunia, umfikirie Mwenyezi Mungu vizuri,
na umfikirie pia Mwenyezi Mungu vizuri maisha yako yote mazima ya akhera. Ndio hii hadithi Jabir anatuambia amemsikia bwana mtume siku 3 kabla bwana mtume hajafariki akisema hadithi ambayo inasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum, mmoja wenu asifariki, yani usikubali kufariki, usifariki illa wa huwa yuhsinu dhannan billah, isipokuwa ufariki hali ya kuwa unamtarajia vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tarajia kama insha Allah hivi natafuta kufariki, insha Allah nitapata husnul khatima, kifo changu kitakuwa ni kizuri, insha Allah utakipata kifo kizuri. Utarajie kwamba Mwenyezi Mungu insha Allah fil qabri, Mungu atakuthibitisha kuweza kujibu wale malaika, insha Allah utawajibu. Utarajie kwamba utapata kitabu kabiyamin, kwa mkono wa kulia, insha Allah utaipata. Na utarajia kwamba insha Allah kwenye sirat tatambuka kwenye sirat, wala mimi sitokuwa katika wale ambao watakaoingia katika jahannam, insha Allah utatambuka. Kwa hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza mpaka maisha yote mazima ya akhera tusikuwe na suu dhann billah, bali tuwe na husnu dhann billah. Ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tena, na repete hiyo hadithi narudilia, anasema sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum, mmoja wenu asifariki illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, isipokuwa afariki hali ya kuwa yuko anatarajia khairi, anatarajia mazuri kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa ni kelke hadithi ambazo ziko natuambia husnu dhanni, tumtarajie Mwenyezi Mungu khair. Hebu tukuje katika namudhaj, tuangalie mifano kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katuonyesha mifano ya kuwa na matarajio fi ashabi mawqifin, katika madifikulte, katika masituasyon moja, katika hali ambazo ni ngumu kabisa, lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuonyesha kwamba tuishi tukiwa na husnu dhann. Hebu tumwangalie bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali nzito pale Makka ishatangaza ya kwamba man ata ilaina bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu 100 naqa, atakayetuletea Muhammad akiwa mzima au amekata kichwa chake na tuletee Muhammad hali yakuwa amefariki, zawadi yake ni ngamia 100. Na huku bwana mtume kajificha katika ghar, kajificha katika mlima bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka mzima inamtafuta. Angalia situation, angalia wadhu ilipokuwa ni ngumu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajificha huku Maka mzima ikimtafuta, na watu wamezunguka, wamefika mpaka pale kwenye mlima ambao alikuwa amejificha ndani mwake Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika wamesimama kwa huku juu, hebu tufanye pause tuingie ndani kwenye mlima, ndani ya mlima kule kwenye ghar, bwana mtume kwenye pango, bwana mtume yuko na Abubakar Siddiq. Abubakar akaingiwa na hofu, akaingiwa na wasiwasi. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akawa na uoga, lakini ule uoga sio juu ya nafsi yake, hofu ala risala, uoga kwenye risala, uoga juu ya Uislamu, uoga juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba jamaa wakitushika sasa hivi akiuliwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uislamu unasimamia hapo. Kwa hiyo akawa na ule uoga Abubakar Siddiq, akamnongoneza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana mtume Muhammad, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana, mmoja wao kule juu akichungulia tu, kwa sababu pango iko ni hivi, mtume alikuwa ndani na wajamaa walikuwa kwa juu. Ndio Abubakar anamnongoneza bwana mtume kwamba ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum, mmoja wao akitazama kwenye miguu yake tutaonekana. Angalia hofu ya Abubakar Siddiq, lakini angalia husnu dhann, angalia majibu ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kampa Abubakar Siddiq. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abubakar Siddiq ya kwamba ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ewe Abubakar, dhana yako ikoje, matarajio yako yakoje kwa wale watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dhana yako ikoje Abubakar Siddiq? Hivi watafikiwa na kibaya? Watafikiwa na shari? Hivi watauliwa wale watu ambao katika fisabilillah wapo katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wako pamoja na Mwenyezi Mungu? Watu kama wale watafikiwa na shari yoyote Abubakar Siddiq?
Angalia husnu dhanni ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na moja kwa moja Mungu akaelezea kwenye aya mtume alivyokuwa na husnu dhanni. Kwenye aya Mungu akasema hivi, fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, Mwenyezi Mungu akateremsha sakina mtume alivyokuwa na husnu dhanni kwamba hakuna kitakachotufikia sisi, tupo katika njia yake Allah, hakuna kibaya, hakuna shari tatufikia sisi. Moja kwa moja kutokana na husnu dhanni, Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'an, anasema kwamba fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, Mwenyezi Mungu akateremsha sakina, akateremsha utulivu. Tena sio hiyo tu, wa ayyadahum bijunudin lam tarawha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaasiste, akawasaidia kwa majeshi ambao makafiri macho yao kuweza kuona. Mungu akawaasiste, akawasaidia Waislamu bijunud, kwa sababu Mungu ndio ana majeshi. Kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu anazungumza, anasema walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima, hakika Mungu ana majeshi juu ya mbingu na Mwenyezi Mungu ana majeshi ardhini, na yeye Mwenyezi Mungu ndio al-ghalibu alladhi la yughlab, yeye ndio mshindi ambaye anakuwa hashindi na kitu, na yeye ndio mwenye kuwa na hikma kwa nini anataka kitu fulani kitokee. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsaidia nabii wake alipokuwa na husnu dhanni kwamba haitatufikia kitu kibaya, moja kwa moja Mwenyezi Mungu anakuwa hampotezi, Mungu anakuwa hamdesevoir yule ambaye mwenye kumtegemea, yule mwenye kuwa na raja nzuri kwake, basi ni mazuri ndio tamfikia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawateremshia sakina, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayyadahum bijunud, akawasaidia kwa majeshi ambao lam tarauha, majeshi ambao makafiri hakuwaona. Historia mrefu. Almuhimu ni kwamba ukiwa na husnu dhanni billah, chochote kile utakachokifikiria Mungu atakusaidia, kama vile tunavyoona katika kisa hichi cha hijra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tubebe mfano wa pili. Mfano wa pili, katika ghazwatu Khaybar kuna jamaa alikuja, Waislamu wamezungukwa, walipo katika shida, majeshi 10,000 ambao walikuja, sio katika Khaybar, majeshi 10,000 ambao walikuja, ile ilikuwa katika Ahzab, bali katika Khaybar kulikuja jamaa ambaye alikuja mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akagombana, akaitetea dini ya Mwenyezi Mungu kwa ushujaa wote. Baada ya vita, walipogawa sasa zile ngawira, ikawekwa fungo ya yule jamaa alikuwa hayupo. Alipokuja akaambiwa kwamba na wewe, yani fungo lako hilo hapo. Jamaa akawajibu ya kwamba, na kumjibu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali hadha tabatuka ya Rasulullah, mimi sikukufuata ili nipewe hizi, sikukufuata juu ya hii, bali mimi nikuja kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu mpaka ifikie kifo changu, irushwe mkuki uingie hapa utokee huku. Hii ndio sababu ya mimi kukufuata, mimi sikukufuata juu ya hii ya Rasulullah. Basi ikapita hiyo tukio, vita lingine katokea. Vita lilipotokea wakagombana. Baada ya vita wakaanza kuangaliwa Waislamu ambao waliofariki kwenye vita. Walipoanza kuangaliwa ni kina nani waliokufa kwenye vita, akakutwa mtu mmoja mkuki umeingia hapa, umetokea huku. Alipokutwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza, huwa hivi huyu ndio yule jamaa ambaye alikataa kubeba ngawira yake, akasema kwamba alikuja tu kumtafuta Mwenyezi Mungu, hivi ndio huyu jamaa? Akaambiwa kwamba ya Rasulullah, huyu ndio yule jamaa ambaye alikataa kubeba ngawira yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, sadaqa Allah fasaddaqahu Allah, huyu jamaa alikuwa mkweli kwa Mwenyezi Mungu, nia yake ilikuwa ni ya ukweli kuja kumtegemea na kugombana juu ya Mwenyezi Mungu, basi fasaddaqahu Allah, na Mwenyezi Mungu anathibitisha, anadhihirisha ule ukweli wake. Kwa hiyo na sisi insha Allah, hata kama utakuwa kwenye matatizo gani, kwenye shida gani, ikiwa kama husnu dhanni yako itakuwa ni ukweli katika nafsi yako kwamba unatarajia kwamba Mungu atakuhifadhi, Mungu atakuprotege, Mungu atakupa khairi, wallahi ukiwa ni mkweli, lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atadhihirisha ukweli wake, atakuhifadhi, atakufungulia, atakuteremshia baraka, atakuteremshia khairi, mambo yako yote yatashika ukimtarajia hivyo Mwenyezi Mungu kubisidqi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima Allah Subhanahu wa Ta'ala atathibitisha na kudhihirisha ule ukweli wako. Kwa hiyo na mifano zingine ziko ni nyingi sana, lakini nasimama kwa pale kwenye pointi ya kwanza. Kwa hiyo pointi ya kwanza inatuambia kwamba ana inda dhanni abdi bi, Mwenyezi Mungu yuko vile mja wake anavyomtarajia. Ukimtarajia khairi ndio itakuja katika maisha.
na ukimtarajia shari, elewa kwamba shari itakuja katika maisha yako. Kwa hiyo dawa ambayo itakayotutunza sisi na hofu almustakbal, hofu almajhul, uoga ambao tuko nao, hatujui hii kazi ikiisha nitafanya nini, familia yangu itakuwaje, yani nikifariki watoto naye manene tabaki nao. Hii hofu ya majhul, wallahi dawa yake tuwe na husnul dhanni billah. Allah subhanahu wa ta'ala hatotuacha. Allah subhanahu wa ta'ala tukimtarajia kiukweli, basi insha Allah mambo itafunguka, kazi zitafunguka na mengineyo yote yatafunguka. Kwa nini? Kupitia hii ibada husnul dhanni billah. Kwa inamalizia pointi ya kwanza, nakuja kwenye pointi ya pili. Ni jambo gani ambalo litatusaidia sisi ili tuendelee kuwa na husnul dhanni billah, au ni mambo gani ambayo yatatufanya sisi tuendelee kuwa na husnul dhanni billah? Ni mambo gani? Jambo la kwanza ni dhikri. Adhikri, wallahi dhikri ni jambo kubwa ambalo litatufanya sisi katika maisha yetu tubaki tukimtegemea Mungu na tubaki tukiwa na husnul dhanni billah. Lakini kabla sija develop huku, kuna point nyingine moja ambayo naikumbuka. Tusifikiri ya kwamba husnul dhanni billah ni kwamba unafanya maasi, hausali, haufungi, unafanya maasi kisha insha Allah husnul dhanni billah fil qabri fil yawm alqiyamah. La, ile ni deception. Husnul dhanni billah ni unafanya kwanza yale ambayo Mungu kakwambia ufanye, kisha nafsi yako unaiweka kwa Mwenyezi Mungu. Hapo Mungu hatakuacha. Umejitahidi kufanya hiyo ambayo uliweza kufanya, kisha unaweka espoir kwamba Mungu hatoniacha. Ulijitahidi kujiepusha na maasi, kisha unaweka husnul dhanni billah kwamba Mungu hatoniadhibu. Hii ilikuwa ni pointi muhimu ambayo lazima tuizungumzie kwenye ile pointi ya kwanza, na moja kwa moja tunakuja kwenye pointi ya pili ambayo ni mambo gani ambayo yatatufanya sisi tuendelee kubakia na husnul dhanni billah. Ni dhikri. Dhikri ndio kitu kikubwa ambacho mpaka kuna siku ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja anakuta masahaba wake huko msikitini wakifanya dhikri. Mtume akauliza kwamba ma ajlasakum hahuna, ni kitu gani ambacho kinakufanyeni nyinyi mkae hapa? Masahaba wakamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah, tumekaa tukimtaja Mwenyezi Mungu, tukimsifu Mwenyezi Mungu. Mtume akamwambia kwamba Allahu ma ajlasakum illa dhaka, hivi mnaweza mkaniapia Mungu kwamba hakuna kinachokuwekeni hapa isipokuwa ni kumtaja Mungu? Masahaba wakamwambia Bwana Mtume ya kwamba ma ajlasna illa dhaka, Allahu ma ajlasna illa dhaka, tunakuapia kwa Mwenyezi Mungu hakuna kilichotuweka sisi hapa isipokuwa ni kumtaja Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba sio kama na midute, hapana, bali balaghani anna Allah yubahi bikumul malaika, imenifikia mimi ya kwamba Mwenyezi Mungu mbele ya malaika anajifakharisha, anajisifu. Hebu naambia malaika kwamba mnaona waja wangu, Mwenyezi Mungu yubahi bikum, anajifakharisha juu yenu mbele ya malaika wake. Kwa hiyo dhikri ni kitu kikubwa ambacho tukidumu nacho kitatufanya sisi tubaki katika husnul dhanni billah. Dhikri ni kitu ambacho kitatufanya sisi tusiwe na wasiwasi, tusiwe na hofu almustakbal, tusiwe na hofu almajhul. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kwenye Qur'an, anasema ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dhikri ya Mwenyezi Mungu huwa inafanya nafsi zisiwe na wasiwasi, nafsi zinabakia katika itminani. Yani ni principe. So unaona kama vile jua lazima itoke kwenye east ilale kwenye west. Ni principe. Haijawahi kutokea kwamba jua ichomoze upande wa magharibi ilale mashariki, bali jua huwa inachomoza kila siku wapi? Mashariki, na inalala wapi? Magharibi. Ni principe. Ndio vile vile ni principe. Ukitaka upate utulivu wa nafsi, principe ya utulivu wa nafsi ni nini? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ndio huwa inafanya nafsi zinapata utulivu. Kwa hiyo mambo ambayo, na ndio maana ukiangalia katika hiyo hadithi nyingine ambayo inazungumzia mambo ya dhanna, Mwenyezi Mungu anasema ana inda dhanni abdi bi, mimi niko vile mja anavyonitarajia, wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi niko naye anaponitaja. Yani unakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana dhikri ndio itakusaidia wewe uwe na Mwenyezi Mungu na uwe toujours katika husnul dhanni billah. Kwa hiyo kiharaka dakika zangu zinakimbia, tajaribu kupropose baadhi ya zikri ambazo tunazifanya kila siku. Insha Allah tutakuwa katika utulivu wa nafsi, na tutakuwa hatuna na hofu almustakbal, tutakuwa hatuna na hofu almajhul kwa zile zikri ambazo tutakuwa tukizifanya kila siku. Dhikri ya kwanza ni al-istighfar. Fa istighfar kila siku, astaghfirullah, astaghfirullah.
Faida yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, anasema istaghfiru rabbakum, fanyeni istighfar innahu kana ghafara, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi msamehevu. Ukifanya wabanin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuzidishieni mali na watoto, yani ukitafuta kuzidishiwa mali na watoto fanya istighfar. Bimaana ukifanya astaghfirullah, astaghfirullah, Mungu nisamehe dhambi fulani, unasamehewa dhambi, kisha unabeba pia na baraka duniani. Unasamehewa dhambi, unabeba pia na khairi duniani. Hii ndio Mungu anazungumza katika Qur'an. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwenye hadithi, anasema man lazima al-istighfar, yule mwenye kulazimiana na istighfar. Yani kulazimiana bimaana sio kama ulifanya tu siku moja astaghfirullah astaghfirullah inaishia hapo. Yani unaendelea kila siku, inakuwa ni wird, ni dhikri yako ya kila siku. Man lazima al-istighfar, kila siku mathalan unafanya mara 100 kama vile alivyokuwa akifanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akifanya istighfar kwa kila majlis anapokaa mara 100, akikaa kwenye kikao kingine mara 100. Kwa hiyo kila siku unalazimiana na istighfar. Elewa kwamba utakuwa unafutiwa dhambi, khair unabeba, baraka unabeba, na unazidishiwa katika mali na yani siri ya kuzidishiwa katika mali na watoto. Tuwe ni wingi wa kufanya istighfar na tulazimiane na dhikri. Kwa hiyo dhikri ya kwanza ambayo inshallah tusikamane nayo ilete utulivu katika nafsi zetu, na vile vile itatuletea faida kubwa ambazo zimezungumzwa na Bwana Mtume, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makhraja. Katika kila dhiki, ukiwa katika mambo yamefinya kabisa, Mungu anakuletea solution. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya istighfar. Wa min kulli hammin faraja, ukiwa kwenye masusi, depression, tension, mawazo ya kuachana ambao sio kama kufikiri ndio kunaleta solution, fanya istighfar. Ukiwa katika ile masusi na mengineo, Mungu anafanya na kuletea faraja. Kisha sio hiyo tu, warazaqahu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku katika njia ambayo utegemee. Wewe unategemea riziki itakuja huku, lakini kwa kuwa ulifanya istighfar, pamoja kama huku ilifunga, riziki inafungua katika mlango mwingine kwa sababu ya istighfar. Kwa hiyo dhikri ya kwanza ambayo tuifanye italeta utulivu katika nafsi zetu na itatutoa sisi katika hofu almustakbal, hofu almajhul, qalaq. Tufanye istighfar. Dhikri ya pili ambayo italeta utulivu katika nafsi zetu, tuwe tunafanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwenye hadithi, anasema ayahajazu ahadukum, Mtume anashangaa, hivi mmoja wenu anashindwa an yaksiba kulla yawmin 1000 hasana? Hivi mmoja wenu anashindwa kila siku kuchuma thawabu 1000? Masahaba akajiuliza atachumaje thawabu 1000? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tusabbihuna 100, unafanya tasbih, yani subhanallah, subhanallah, subhanallah mara 100 kwa kila siku. Ukifanya vile unachuma 1000 hasana. Kwa maana kila subhanallah times 10, kila subhanallah, yani ukibeba 10, yani 100 times 10 ni kwamba ni 1000 tayari hasana umefanya, umechuma kwa siku. Kwa hiyo tufanye hii dhikri astaghfirullah, tunapata zile khairi zote na tunasamehewa madhambi. Tufanye tufanye subhanallah kila siku mara 100, basi tutakuwa tunachuma 1000 hasana. Na hii dhikri tuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Mungu anajifakharisha na watu wenye kufanya dhikri. Na vile vile tufanye dhikri hii subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi, paka hapo subhanallahi wa bihamdi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika hadithi, anasema man qala subhanallahi wa bihamdi, yule mwenye kusema subhanallahi wa bihamdi. Manake nini? Subhanallah manake tanazzahta ya rabbi an kulli naqsin, umetakasika na kila upungufu na kila aibu, umetakasika katika kuumba kwako, umetakasika. Wa bihamdihi ay walhamdulillah, na sifa zote ni zako. Kwa hiyo subhanallahi wa bihamdi, mwenye kuisema mara 100, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ghufira dhunubuhu, madhambi yake yatasamehewa, wa in kana mithlu zabadil bahr, hata kama yatakuwa ni mengi kama vile mapofu ya bahari, yote yatasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So unajua mathalan kwenye maocean mawimbi yanapiga, yakishapiga mawimbi yanakuwa yanaacha mapofu. Sasa kama madhambi yako uwingi wa yale mapovu ya bahari, yale yote yanasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu umesema subhanallah wa bihamdi mara 100 tu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itakuchukua dakika ngapi? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kwa hiyo hii ni dhikri pia tuifanye, ambayo tunasamehewa madhambi yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhikri nyingine ya kufanya, dhikri ziko nyingi wallahi, natafuta tutaje tu kelke dhikri ili tu tunazifanya zilete utulivu. Ala bi dhikrillah, Mungu anajifakharisha juu yetu, na juu ya dhikri unakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo dhikri nyingine ni kwamba ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna ambaye anapasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Tufanye dhikri hii. Dhikri Mtume anaisifu sana. Bwana Mtume anaisifu, anasema afdal ma qultu ana
wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah. Dhikri bora ambayo mimi mtume huwa naisema, dhikri ambayo mtume huwa naifanya, na dhikri ambayo bora ambao manabii ambao wamenitangulia, nabii Adam, nabii Nuh, manabii ambao wamenitangulia, nabii Ibrahim walikuwa wakifanya dhikri bora kina nabii Musa, ilikuwa ni kusema la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hii dhikri ndio dhikri ambayo huwa hata kama imani yako inaweza kuwa dhaifu, imani yako inaanza kudhoofu, inaanza kuzeeka imani, ukisema hii dhikri huwa una jaddid, huwa una renouveler, huwa unafanya tena imani yako inakuwa mpya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba ya kwamba jaddidu imanakum, jadidisheni, fanyeni upya imani yenu. Wakamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana, tutaifanyaje upya? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, semeni la ilaha illa Allah. La, yani unaposema la ilaha illa Allah, fanya kila siku insha Allah. Fanya hata mara 100 kila siku, mara 200, kiasi utakachokiweza. Fanya hiyo dhikri la ilaha illa Allah, utakuwa unajadidisha imani yako. Na usisahau faida yake ya ila ila siku ya kiyama. Kuna mtu mmoja ambaye atakuja siku ya kiyama na sijillat, mavolim ambayo ya vitabu ambavyo vimejazwa madhambi. Yani mtu alikuwa ni muovu vibaya, alikuwa ni muovu kupindukia, atakuja itapimwa, masijilati inafunguliwa, iko maddul basar, ni nyingi sana, yani kiasi cha upeo wa macho, wingi wa vitabu ambavyo imejazwa madhambi yake. Kwa hiyo jamaa huyu itapimwa kwenye mizani, itaonekana kwamba mabaya ndio yatakuwa mazito na hasanati zake zitakuwa ni ndogo sana. Mungu atamuuliza, adhalamaka malaikati, hivi malaika wangu wamekudhulumu kwa kuandikia hayo yote kwenye vitabu? Atasema hawajanidhulumu, yote ambayo yameandikwa mle ndani haki, mimi ndio nimetenda. Ataulizwa na Mwenyezi Mungu, hivi alaka udhur, hivi na udhuru wote unaweza kupresent kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala? Au labda unaweza kama nimefanya madhambi Mungu ilikuwa ni kwa sababu ya hivi, kuna udhuru wote unaweza kupresent kwangu? Jamaa atasema sina udhuru wote, nimekukosea Rabbi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alladhi la yudhi'u 'indahu ajra almuhsinin, Mwenyezi Mungu ambaye kwake kunakuwa hakupotee ujira wa wale wenye kufanya mema. Mwenyezi Mungu atamwambia kwamba nina hazina yako. Tajirisa ni hazina gani? Itatolewa bitaka, patatolewa kijikaratasi. Kwenye hiyo karatasi patakuwa pameandikwa la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqi illa Allah. Jamaa aliwahi kuisema kwa ikhlas duniani. Itachukuliwa jamaa, yani atangalia, yani kijipapia kimoja kwenye sijilat madul basri kitafanya kitu gani? Lakini itakapochukuliwa hii karatasi ya hiyo la ilaha, Mungu kamwekea aliwahi kuisema kwa ikhlas. Wallahi tuseme la ilaha illa Allah, hii dhikri tuiseme la ilaha illa, unasema kwa wingi, inaweza kaangukia 2 3 4 ambayo imeangukia kwa ikhlas, insha Allah inaweza kuja kuwa na faida moja kubwa sana siku ya kiyama. Kwa hiyo itachukuliwa hii karatasi albitaqa, itawekwa, itakapofika tu kwenye mizani itakuwa ni nzito, itashuka chini mpaka Mtume anasema fatwashat asijillat, hizi zingine zote zinapeperuka kwa kijikaratasi kimoja ambacho Mungu kamhifadhia, akasema la ilaha illa Allah, ismullah la yuqabiluhu shay'un, jina lake Allah subhanahu wa ta'ala alitoingia mkomparison na kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo tufanye dhikri la ilaha illa Allah, ni katika vitu ambavyo vitaleta ala bi dhikri la tatma'innul qulub, ni vitu ambavyo Mungu anajifahari. Tunakuwa tuko pamoja na Mwenyezi Mungu, wa ana ma'ahu idha dhakarani, niko pamoja na mja wangu pindi anaponitaja. Tufanye dhikri la ilaha illa Allah, tumswalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhikri ziko nyingi, subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Ina ni dhikri muhimu ilifo tuhitaji kabla ya kumalizia. Hii dhikri ukisoma mara moja ni decoration ya peponi. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokutana na Nabii Ibrahim kwenye mbingu ya 7, walipokutana basi wakapokeana. Baada ya kupokeana, Nabii Ibrahim akatutumia ujumbe, akamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbir ummataka, akri ummataka minni salama, waamkie umati wako, wakhbiruhum, na waambie kwamba janna ni nzuri sana, udongo wake ni mzuri, na waambie wa anna ghirasaha, kuipanda hiyo pepo akiwa kule duniani. Nabii Ibrahim anatutumia siri ya kupanda, kudecorate
unatafuta kuotesha mti wa maembe, mti wa avocado, yani mti yote wa matunda ambao unatafuta kudecorate pepo yako. Wa anna ghirasaha, ukitafuta kupanda hiyo pepo waseme hii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Ukisema mara moja tayari una decorate. Ukisema mara moja tayari unapanda mti, kama ni wa maembe yoyote ule, Mungu anakuwekea katika janna kwa sababu kufanya dhikri. Na hii dhikri Mwenyezi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwenye hadithi, anasema mwenye kuisema hii dhikri mara 100, hakuna ambaye atakayekuja na thawabu siku ya kiyama kuliko yule ambaye kaisema hii dhikri mara 100. Hakuna ambaye atakuja na malipo na thawabu kuliko yule ambaye kaisema hii dhikri mara 100, isipokuwa yule ambaye kasema kama yeye au yule ambaye kazidisha zaidi yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, tufanye dhikri. Nafanya conclusion, namaliza kwa pale. Tufanye dhikri ilete utulivu katika nafsi yetu. Kwa kufanya sana dhikri ndio kutakufanya sisi tuishi na hii ibada ya husnu dhanni billah. Kwa kufanya dhikri, wa ana ma'ahu idha dhakarani, tutakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufanye dhikri ili khofu al-majhul, uoga wa future uishe, uoga wa kuangalia riski itakuwaje, maaferi itakuwaje. Tufanye dhikri kwa wingi. Mwenyezi Mungu anatuambia udhkurullaha kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Mwenyezi Mungu anatuambia hata tukikutana na maadui, anatuambia kwamba idha laqitum fi'atan, mkikutana na kikundi cha maadui, fathbutu, mbakie ferme. Na mfanye kazi gani? Wadhkurullaha kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kwa nini? La'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu. Kwa hiyo siri inshallah ya husnu dhanni, kitakachotusaidia ni kufanya dhikri kwa wingi ili tuwe na husnu dhanni billahi. Na ukiwa na husnu dhanni billahi unafikiria ya khairi tu, yale yote utakayofikiria yatakuja katika maisha yako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.